Unaweza kumtuma mtoto asubuhi kwamba kachote maji, anaweza kaja jioni. Maji kuna wakati mwingine yanakauka kabisa, mtoni kwetu yanakuwa hakuna. Kwa hiyo tulikuwa na msiba mkubwa sana wa maji. Tunamshukuru sana Patali kwa kuja, tunajua kwamba Mungu ametuona sisi katika kijiji hiki cha Kikondo, amesikia misiba yetu sisi wazazi na wananchi pia. Kuna wakati mwingine tunashindwa hata kuoga, tulikuwa tunashindwa hata kunywa maji kutokana kwa maji yalikuwa mbali. Ila kwa hiki Patali hicho tusaidia, tunashukuru sana CCM kwa ujumla, tunamshukuru sana hata Mama Samia kwa msiba tuliokuwa nao, tunajua kwa sasa imeisha. Kwa upande wa ndoa sisi na wanawake zetu tulikuwa tunakosana sana kwa sababu maji yanaenda kuchota umbali mrefu. Wakati mwingine inakuwa sio rahisi kuamini sana kama kweli mwanamke alikuwa mtoni. Sio rahisi kuamini kwamba hapa Kikondo tunaweza tukawa na maji. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa kutuletea huu mtambo wa kuchimba maji. Nafikiri tutapata maji mengi. Kututua ndoo zenye tulikuwa tunaenda tukisubiria maji yalikuwa kidogo sana. Unakinga ndoo masaa mawili unasubiri ijae. Tulikuwa tunaweka ni foleni. Saa hizi tumefurahi sana kwa kutuletea maji. Tutakuwa vizuri na tutaoga vizuri. Hata nguo tulikuwa tunashindwa kufua kwa ajili ya maji yalikuwa mbali. Saa hizi tutafua nguo zetu vizuri na watoto wetu wanafunzi watapendeza kwa ajili ya maji yamekuwa karibu, watafuliwa nguo vizuri, tutapendeza kwa kweli. Naitwa Omari Simon Kisemba, ndio mwenyekiti wa kijiji cha Kikondo. Kijiji changu kina wakazi 836. Nategemea kwamba haya maji yakichimbwa yatahudumia hao wakazi. Lakini nishukuru kwa sababu adha ya maji Kikondo ni ya muda mrefu. Nishukuru leo kama muujiza mitambo inafika kuchimba maji. Niwashukuru viongozi wote ngazi za juu, ngazi za chini. Changamoto ilikuwa ni kubwa ya maji kwa sababu akina mama kijimua asubuhi kuchota maji anaingia saa 2, atafika hapa saa 6. Bado hajapika, hajafanya nini. Maji hapa yanapatikana mbali. Naamini huduma hii kisogea itawarahisishia kina mama upikaji wa chakula kwa wakati na kuhudumia watoto. Nataka kuhakikishia serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan ipo macho, ipo kazini. Mbunge wenu ambaye mmempata kwa kura nyingi mlizompa za heshima yupo macho, yupo kazini. Maji haya kuna kazi mbili. Upatikanaji ni jambo moja, watu kunywa ni jambo lingine. Kazi za kitaalamu zinavyoendelea za extension kuyapeleka maji wananchi walipo, nimewaomba tupate pointi zile ambazo tutaanza kuchota kwa haraka, ule utaratibu mwingine ukiendelea. Kikondo oye! Tutachimba kisima chenye urefu wa mita 180. Alafu vile tutapima wingi wa uwezo wa kisima pamoja na kuangalia ubora wa maji tutakayoyapata endapo tutayapata ya kutosha. Na zoezi hilo lote litakalofanyika litagharimu shilingi milioni 27 ambalo litaishisha hizo shughuli zote. Na baada ya hapo zikishapata maji ya kutosha tutaweza kuanza na kujenga vituo vichache ili wananchi waanze kupata huduma ya maji, wakati tunajipanga sasa kwa ajili ya kusambaza maeneo yote ya eneo la Kikondo. Kwenye upande wa uchimbaji tunategemea kuchukua muda wa wiki 2. Tutakuwa tumeshalimaliza zoezi la kuchimba na sasa baadaye ndio tutaanza kujenga vituo baada ya kupata sasa kwamba tuna maji hapa eneo husika na maji ya kutosheleza.